katika eda zao. Aya yasema mtakapowataliki wanawake, watalikini katika eda zao. Yani kana kwamba talaka hapa imejirudia mara mbili. Mtakapowataliki halafu watalikini katika wakati wa eda zao. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameonyesha kana kwamba talaka imetoka mara mbili? Al-Allama As-Sayyid Ayatullah Muhammad Taqi Al-Mudarrisi asema kwamba neno la talaka hapa limekuja mara mbili kwa sababu binadamu anapotoa talaka anapitia katika hatua mbili. Talaka inapitia katika marhala mbili. Marhala ya kwanza ya talaka ni marhala alqalbiya, at-talaqul qalbi. Pale mume anapofikia katika hali kwamba mpaka hapa, enough is enough, siwezi tena kuishi na mwanamke huyu. Kuna hali kila mwanamume anayetoa talaka anaihisi katika moyo wake kwamba mpaka hapa siwezi tena kuishi na mwanamke huyu. Ile ni talaka ya moyoni, kabla hujakuja katika talaka ya nje ambayo utatamka au utaandika kwa mujibu wa ikhtilafu za dini na madhehebu. Almuhimu ni kwamba kabla mtu hajatamka talaka, nimekuacha, kumwambia mkewe, au kabla hajaandika talaka, kuna talaka alitoa moyoni kwamba kiasi hiki mimi siwezi tena kuishi na huyu. Halafu baadaye ndio inakuja talaka ya maandishi au ya kutamka au ya namna nyingine yoyote. Kwa hiyo hii yatuonyesha kwamba talaka ni jambo la kimaumbile. Kuna hali zikikufikia moja kwa moja moyo wako utakuwa umetoa talaka, lakini wahitajika utaratibu wa nje ili kuweza kukamilisha jambo la talaka. Hii yaonyesha kwamba talaka ni jambo la kimaumbile. Hii ni hoja ya pili. Hoja ya tatu ambayo inatolewa na hususan na wasiokuwa Waislamu ni kwamba binadamu hawezi kuvunja ndoa ambayo imefungishwa kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama wanavyonukuu kitabu cha Marko kinachosema alichokiunganisha Mungu binadamu hawezi kukitenganisha, kwamba ndoa imefungwa kwa jina la Mwenyezi Mungu. Umetoa ahadi kwa Mwenyezi Mungu kuishi naye kwa wema, yawaje tena uivunje ahadi ile kwa talaka? Hii ni kama kwenda kinyume na ahadi yako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jawabu letu ni kwamba Muislamu anapotoa talaka haja kwenda kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu aliyefungisha ndoa ilifungishwa kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyeruhusu talaka. Ya ayuhan nabiyyu idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Mungu mwenyewe ndiye aliyeruhusu kwamba mke na mume wanapohisi kwamba hawawezi kuendelea pamoja waachane kwa wema. Kwa hiyo mtu anapotoa talaka haendi kinyume na maagizo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyeruhusu talaka pale inapokuwepo haja ya kutoa talaka.